Karibu na katika siku ya leo ambapo tunakwenda kuangalia moja ya mada muhimu kuhusu jinsi ya kuishi ukiwa na ugonjwa wa kisukari. Watu wengi wamekuwa wakiuliza, na kisukari sasa nifanyaje ili niweze kuishi bila kuwa na changamoto nyingine yoyote? Kama tunavyojua, kisukari kinaweza kipelekea changamoto kubwa au kikapelekea madhara makubwa katika miili yetu kama hakitadhibitiwa vizuri. Sasa leo nitakuelekeza njia ambazo zitakusaidia kuishi vizuri na kupunguza kiwango cha sukari yako kwa urahisi zaidi. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba anachokuelekeza mada hii kwa undani. Jambo la kwanza ambalo unapaswa kulifanya ni hakikisha unapima sukari yako mara kwa mara. Kufahamu kiwango chako cha sukari ni njia mojawapo ya kujua sasa ni utumie mbinu gani kudhibiti kiwango cha sukari. Kama daktari alikupatia dawa lakini bado kisukari chako kinazidi kupanda, maana yake inabidi muone daktari mara moja, udupe kitu mara moja iwezekanavyo. Kama amekupatia dawa na inashuka, maana yake inaendelea vizuri. Kwa kujua kiwango cha sukari ni rahisi, ni muhimu zaidi, kwa sababu wao tunasema kwamba huwezi ukapambana na adui ambaye haumfahamu. Jambo la pili ambalo unapaswa kuzingatia ni hakikisha unatumia dawa jinsi ambavyo umeelekezwa na daktari au na mtaalamu wa afya. Kwa wale ambao wanatumia dawa, basi hakikisha dawa zako unatumia kila siku bila kusahau siku hata moja. Kama umeambiwa unameza moja mara mbili, basi hakikisha unameza asubuhi na jioni. Kama umeambiwa unameza mara moja tu, basi meza mara moja vile vile kama ambavyo umeelekezwa na daktari au mtaalamu wa afya. Jambo la tatu ambalo unapaswa kuzingatia ni kitu ambacho unakula. Mara nyingi vitu ambavyo tunakula vinaweza vikapelekea sisi miili yetu sukari kuongezeka au sukari kushuka. Hivyo basi hakikisha chakula ambacho unakula basi hakina sukari nyingi. Lakini pia kwenye plate yako ya chakula hakikisha na vitu vifuatavyo. Kwanza, kuna nusu ya plate iundwe na mboga za majani. Robo inayobakia iundwe na protini na robo nyingine iundwe na wanga. Mfano, kwenye sahani yako ya chakula cha mchana au cha jioni inaweza ikawa na nusu ikaundwa na mboga za majani, mfano Chinese, ikawa na matembele au ikawa na figili. Lakini nusu inayobakia, robo inayobakia ikawa na wanga, mfano ugali wa dona au ikawa na ndizi au ikawa na miogo. Lakini robo nyingine ikawa na protini, mfano nyama, dagaa, samaki au chanzo chochote kile cha protini, mfano mayai pia inaweza ikawepo. Kile ambacho unakula ndicho kinaweza kikatambua wewe sukari yako ipande au ishuke. Na hakikisha zingatia sana vyakula ambavyo unatumia viwe halisia, asili kabisa, ambavyo havijachakatwa sana. Mfano ugali, basi unaweza kutumia ugali wa dona au mahindi ambayo hayajachakatwa sana, hayajakobolewa sana. Na vivyo hivyo kwenye nafaka zingine ambazo utatumia ziwe zile ambazo hazichakatwa sana, kwa sababu mgonjwa wa kisukari tunashauri atumie vyakula ambavyo vinaelekea kwenye uhalisia, kwa sababu hivi huwa vinachelewa kugeuzwa kuwa sukari vikiingia ndani ya mwili. Jambo jingine ambalo unapaswa kulifanya, hakikisha unakunywa maji takribani lita 2 kwa siku. Sio unakunywa mara moja lita 2, maji unakunywa taratibu kwa siku nzima. Hakikisha unakunywa maji mengi. Maji yanasaidia pia kupunguza kiwango cha sukari, lakini pia kusafisha mwili, lakini pia maji yana kazi nyingi katika mwili. Mojawapo ni kudhibiti kiwango pia cha sukari. Jambo jingine ambalo unapaswa kulifanya ni kufanya mazoezi. Hakikisha mazoezi unafanya takriban kila siku. Hakikisha kila siku haipiti bila kufanya mazoezi. Mazoezi sio lazima uende gym, hata kutembea, kufanya kazi za mikono, kutembea, kukimbia ni mazoezi. Cha msingi umetoa jasho. Hakikisha umefanya mazoezi, umenyosha viungo, umekimbia, umepiga push up kama unaweza kulima bustani, kufanya kazi za mikono. Hii itakusaidia kudhibiti sukari, lakini pia kufanya mwili wako kuwa active. Usikae bila shughuli yoyote. Kwa hiyo kukaa bila shughuli kunaweza kuleta changamoto na ugumu katika kudhibiti sukari. Jambo jingine, hakikisha baada ya kufanya mazoezi, hakikisha haukai na msongo wa mawazo. Kudhibiti msongo wa mawazo ni moja ya mbinu ya kudhibiti sukari. Ili uweze kudhibiti sukari yako ya damu, basi hakikisha haukai na msongo wa mawazo. Sababu msongo wa mawazo pia unaweza kupelekea sukari kupanda kwa urahisi na kukuletea changamoto nyingine. Kitu kingine, hakikisha
baada ya kumaliza dawa umerudi kwa daktari kwa ajili ya ushauri wa zaidi au kumshirikisha matokeo yake, daktari ataamua kama uendelee na dawa hiyo au badilishe dawa nyingine. Hayo yalikuwa ni mambo machache ambayo mgonjwa wa kisukari anapaswa kuyazingatia. Katika mada zinazokuja tutajifunza vitu vingi zaidi kuhusu kisukari. Kama umependa video hii, ni bonyeza alama subscribe. Niandikie kwenye comment section, wewe unatumia mbinu gani kuishi baada ya kuwa na ugonjwa wa kisukari? Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.